ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, tubu ila Allahi, tubieni kwa Allah, rejeeni kwa Allah, taubatan nasuha, toba ya kweli kweli, sio toba ya kinafiki, sio toba ya kuondoa muhali kwa mtu, sio toba ya kuzugazuga. Tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa sawasawa, toba imara, toba ya nguvu. Mtu akiamua kuacha, ameacha kweli hilo jambo, sio leo ameacha kesho anarudia. Kuna watu katika Ramadhani huwa hawaachi kwa maana ya kuacha, wanasitisha kwa muda. Ramadhani hiyo hapo, hiyo bwana tena bado naendelea kunywa pombe, hapana, anaacha. Akimaliza tu, aadhana Allahu min dhalik, anarudia katika ukhabithi wake. Sasa hii haikuwa toba, bali katika baadhi ya misikiti tunaona katika miji toba yenyewe inatangazwa kwa harambee, tuba alaina, tuba alaina, yani kwa ghasia, kwa shangwe, mtu ana ya tawabu tuba alaina, kwa kelele. Wakati mwingine wanagawana vipande, Allahumma innaka afu, huyo hapo, huyo hapa kafu, yani vipande, hasemi mtu mmoja. Maana yetu ni kwamba inatangazwa kwa shambwe na hoi hoi na vifijo, lakini ikimalizika Ramadhani sio kabisa yule mtu aliyotangaza toba kwa mbwembwe na vifijo. Sasa hiyo sio anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka kwetu kila anayejijua mu'min arejee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kurejea kwa kweli kweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, na tumekubaliana ndio akina sisi humu, tubu ila Allahi, rejeeni kwa Allah. Kwa sababu mtu akiwa anafanya makosa kana kwamba ametoka katika himaya ya Mwenyezi Mungu, anachanja mbuga atakako. Na tauba maana yake huyu mtoro huyu aliyokuwa katika kambi ya shetani sasa anarudi, amekoma tena, basi aliyopita yamepita. Ndio maana ya tauba. Tubu ila Allahi, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, toba ya ukweli, toba iliyokuwa ya kweli kweli, ambayo nguzo zake ndio zile tulizitaja, ni kuachana na kosa 100% na kuweka azma ya kweli kwamba sitarudia tena, lakini pia kujuta kwa nini nilifanya kosa. Hizi ndizo nguzo 3 za lazima kwa kila toba ya kweli. Nje hizi bado mtu hajatubu.